kiwango kikubwa ama ni kidogo, na kama ni affordable, ni kweli tumewalenga wale watu ambao tunaamini tunaweza tukapata na wakaja wakasaidia kile ambacho kinachofanyika kwa sasa na tukafikia malengo, ama tuamini kwamba hii ni Young Africans imekuja na mlengo wa kutengeneza pesa, maana ni biashara. Yeah, tukianza kwenye ile hoja yako ya kwanza kama ni gharama, bahati nzuri nimepata bahati ya kuwa moja ya makocha wa akademi bora kabisa Tanzania kwa hivi sasa, ambapo hiyo ndio inawezekana ndio ya gharama pia haijafika kwenye hiyo laki 4 ya ada kwa kila mwezi, lakini hazitofautiani sana na hapo. Lakini kwa kukaa kwenye haya mazingira kuna vitu vingi sana ambavyo nimepata nafasi ya kuvielewa. Kitu cha kwanza kabisa, lengo mama la academy imekuwa ni kuwapa watu fursa ya kucheza mpira bila kujali hii fursa unampa mtu gani, anayejiweza kiuchumi ama ambaye hajiwezi kiuchumi. Hii ni fursa, ni kuwa tuna academy ni fursa ya kufungua talent nyingi ambazo ziko mtaani, ambazo mpira unaweza ukawa sehemu ya maisha yao ama unaweza ukawa sehemu ya vipato vyao vya hapo baadaye. Sasa kwa kiasi walichokiweka Young Africans, yawezekana kabisa kwa wao, kwa hadhi ya klabu yao vinaendana kabisa. Kwa sababu nilikuwa nafanya research ya zile academy bora duniani. Academy ambazo nilikuwa nimezi outline kwa uchache ilikuwa ni La Masia pamoja na pale ya Real Madrid Castilla. Hizi ni academy mbili ambazo academy ya Real Madrid kwenye ile program ya mwaka mzima, ada kwa mwaka ni $10,000 mpaka $7,000 mpaka $10,000. Barcelona ada ya mwaka ni $15,000 mpaka $20,000. Hapa tunazungumza kwa Real Madrid, hapa tunazungumza almost $14 mpaka $20 na kitu. Wakati kwa FC Barcelona tunazungumza hapa $30 mpaka almost $40-45 ada ya mwaka mmoja kwa mtu ambaye yuko willing kwenda kuingia pale. Lakini sasa tutarudi kwenye notion, nini maana ya academy? Academy ni shule ya mpira. Football Academy ni shule ya mpira ambako huyu mtoto ataenda kuishi kwenye mazingira yaliyotengenezwa vizuri kwa ajili ya kuipata elimu ya mpira wa miguu. Elimu ya mpira wa miguu itasindikizwa na vitu vifuatavyo: miundombinu mizuri, itasindikizwa na wataalamu wazuri na mazingira mengine yanayomzunguka huyu mchezaji kumhakikishia usalama. Lakini ukiachana kumhakikishia usalama, lengo la juu kabisa ni kumtengenezea fursa za mpira hapo baadaye. Hiyo ndio lengo mama la academy. Yaani ndio msingi wa academy. Kipaji chako kionekane, lazima nikiweke kwenye spotlight. Spotlight za mpira wa miguu duniani tunazifahamu, nyingi ziko Europe ama Afrika Magharibi. Ukibahatika kwa ukubwa sana utaenda Afrika Kusini. Hizo ndio spotlight za mpira zilipo. Ambako academies zimekuwa zina tabia ya kutengeneza mahusiano ya mataifa mbalimbali kwenye hizi links za academy kwa ajili ya kutoa wachezaji eneo moja kupeleka eneo lingine. Kwa mfano, kwa sehemu ile kwa mfano Magnet. Leo tutazungumza mtu kama Ahmed Pipino. Pipino amekaa Hispania kwa almost mwaka mzima kutokana na link ya Magnet na Celta Vigo. Tutatoka hapa tutamzungumza mtu kama Saadun. Of course. Anatoka Magnet, anapita kwenye misingi mizuri ya mpira, leo yule pale yuko Azam. Mwaka jana kulikuwa kuna mahusiano ya Magnet na Wolverhampton. Mwaka huu mwezi wa 6 kuna vijana ambao wanasafirishwa wanaenda sehemu kama Ureno, wanacheza ile michuano pale nchini Ureno. Kwa hiyo hizi ndio spotlight ambazo wachezaji wanatengenezewa. Sasa hizi zote they come at a very great cost, kwamba unapomhudumia huyu mtoto kwa kumtafutia wataalamu wazuri, unapomtafutia huyu mtoto kwa kumweka kwenye mazingira mazuri aje acheze mpira, haviji kwa gharama ndogo. Hivi vitu vinakuja kwa gharama ya juu. Utatakiwa kuwalipa wataalamu mishahara, utatakiwa kulipa hizo infrastructure, utatakiwa kulipa vitu vingine vyote, sijui masuala ya kodi, because this is a business. Hapa Young Africans wametarget hii sio huduma. Hii ni biashara. Unajua kuna tofauti ya huduma na biashara. Yanga hafanyi huduma. Sasa kama nafanya biashara, kundi la watu, ndio nasema kundi la watu asilimia kubwa zaidi tayari limetarget watu wenye nguvu ya kiuchumi. Uzuri wa biashara, biashara imekuwa ina tabia ya kuweka matabaka. Na ndio maana sio kila mtu ana uwezo wa kununua nguo kwenye kila duka. Kuna baadhi ya maduka unaishia kuliona nje. Unapenda t-shirt, lakini kuna baadhi ya duka unalipita nje. Unajua pa kwenda Karume,
unajua pa kwenda. Kwa mimi siwezi kutoa 17,000, siwezi kutoka 25,000, 30,000. Unajua kabisa hapa t-shirt naipenda ya maduka yaliyo Miomboni, lakini hapa nenda magari mabovu. Nenda kununua t-shirt yangu fresh naishi. Kwa sababu gani? Biashara ndio iko hivyo. Kuna watu ambao wewe utawatarget kulingana na thamani ya kile kitu unachokiuza. Kwa hiyo thamani ya mafunzo ambayo mwanafunzi atayapata kwenye shule ya mpira ya Young Africans yanaendana na ada ya shilingi 400,000 ambao wao wameweka pale juu. Turudi sasa uhalisia maisha yetu kwa hapa Tanzania. Sisi sote tuulizane. Kwa wachezaji asilimia kubwa zaidi uhalisia wanatoka katika familia za tabaka lipi hapa Tanzania? Academy, kumbuka Academy cha kwanza Brain ni eneo ambalo kama nilivyosema hapo awali Yanga wameitarget biashara. Kwenye hii biashara yawezekana isiwe ya kila mtu. Yawezekana wachezaji wengi wanatoka kwenye familia za chini kulingana na uhalisia wa maisha yetu. Lakini usisahau pia kuna familia za hadhi ya juu ambazo zina wachezaji wazuri. Yaani zina watoto ambao wanaojua mpira na wanatoka familia za hadhi ya juu. Na ndio maana na kwa mfano kwenye eneo nililopo kuna center zaidi ya 10 mkoa mmoja. Na kwenye hiyo center zaidi ya 10 mkoa mmoja, center moja inaweza ikahold wachezaji mpaka 40. Yaani hapa naongelea Dar es Salaam kuna center zaidi ya 10. Lakini per center tunazungumza wachezaji almost 40. Wa haya wachezaji kuanzia miaka 7, miaka 11, miaka 12 mpaka miaka 16. Hii ni center zaidi ya 10 ziko mkoa mmoja na kila center ina wachezaji 40. Alafu nimekutajia ada itofautiani sana na Young Africans. Meaning wapo watu ambao wanaweza kutoa hizo fedha zao ili watoto wao wacheze mpira. Lakini kuna kitu kimoja kingine cha muhimu sana hapa. Kwenye hizi academy kama zilivyo shule, kwa sababu hapa ninazungumza shule ya mpira, mara zote kumekuwa kuna vitu vinaitwa sponsorship programs, ambapo academy yenyewe inaonyesha utayari wa kusaidia wachezaji wenye vipaji wasio na uwezo. Kwamba bwana Brain, mtoto wako ana uwezo, tumemuona, lakini bwana familia bwana Brain haina uwezo kulipa lakini. Kinachofanyika ni nini? Academy yenyewe kwa kupitia uongozi wake inamfadhili mchezaji wako adumu kwenye ile academy yao, na mwisho wa siku anamtengeneza, anaweza kaja kwa mchezaji mzuri hapo baadaye. Kingine kinachofanyika juu ya hizi academy hapa, huwa wanafanya scouting ambayo inafanywa either kwenye mashule, mitaani, kutafuta wachezaji wadogo. Yule mchezaji anayekuwa scouted yule huwa alipi ada. Yule ndio anaingia kwenye hizi sponsorship programs. Hapa tunazungumza tu mifano halisi kama zilivyo shule nyingine. Yaani kuna shule ambayo leo hii utaenda hautalipa ada. Kuna shule utaenda leo ada ni 600,000. Kwa hiyo yule anaye afford kukaa kwenye shule ya ada 600,000, inawezekana elimu ni ile ile. Elimu utakayopata shule ada 600,000 na elimu utakayopata shule ada 100,000 zinafanana. Lakini elimu utakayopata shule ada 600,000 ataenda yule anaye afford. Ukishindwa kuiafford kwenye shule ya 600,000, kuna hizo programs ambazo wataona bwana kuna watoto fulani ambao ubongo wao umechangamka. Huyu tukimchukua tunaweza tukamtengeneza. Ndio huyo hao unakuta sasa hiyo ni hatua ya mwisho sana. Yaani mtu akufikiria kati uchangii chochote. Ndio hiyo sasa Brain nakwambia. Baadaye tunaweza tukafikia kwa nini huko? Tunaweza tukafikia pahala hapa hata Nsajigu. Kwamba kama ulipe maana yake tunakuweka pembeni. Unayelipa na uwezo wako bwana ni mdogo, una kipaji hicho, unaweza kukuta kwamba tunakukumbatia. Nataka kujui cha msingi tu. Yaani hizo ni assumption ambazo tumeziweka. Ndio ndio halisia. Ada ndio ipo hivyo. hivyo. Nimekupa mfano mmoja. Uzuri naishi kwenye hayo mazingira. Kuna wachezaji ambao wana talent, hawana fedha, lakini wapo wamekuwa sponsored na academy kwamba wanacheza. Hawa wengine ambao labda mmeweka hiyo mifano kwamba mtu kwa sababu ana hela lakini hana talent, hao ndio wanadondoka kwenye kundi la biashara. Kwamba sasa watakuwa treated sawa na wale wengine, na wale waliotoa. Treatment is the same. Kwa sababu gani? Hawa watoto wote wanaoishi humo ndani, wote wanaoishi humo ndani kwenye hii academy, wote watakuja muda mmoja, wote watafundishwa na walimu mmoja. Yaani hauwezi kuniambia kwa sababu wewe unadondokea kwenye kundi la sponsorship basi mazoezi yenu yao tofauti na ya hawa. Treatment ya uwanja wa mazoezi mara zote, kama ni jogging mtafanya wote, kama sijui ni coordination mtafanya wote, kama ni kukaa chini kuwafundisha sijui ni yale masuala ya falsafa mtakaa wote, mtafundishwa vyote. Segregation huku kwenye mpira haipo. Ndio maana nasema sponsorship ngapi watapata wakanda kwa wale ambao wameshafeli, hata wakiwa wawili ama watatu. Sasa wengi ambao ndio watashindwa kufikia, wengine ambao wanashindwa kufikia huko. Ndio maana nilikwambia hapo awali kuna mtu hawezi kununua t-shirt Kariakoo, hawezi kununua t-shirt Mlimani City, anaenda Karume. Wewe ambaye hauta afford ada ya Yanga, kuna center ziko Moto, kuna center ziko Mabibo, kacheze kule. Kingine hapo amegusia kwamba ni issue ya biashara. Ni kweli ni issue ya biashara. Lakini kwa mfano hizo